Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla ya kutoa hotuba yangu naomba radhi kwako na kwa wajumbe. Sauti yangu leo kidogo imepotea na kikohozi, kwa hiyo mnistahimilie. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa hoja kwamba baraza lako tukufu lipokee, lijadili na hatimaye likae kama kamati ya mapato na matumizi, liidhinishe makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya Rais, kazi, uchumi na uwekezaji kwa mwaka wa fedha 25-26. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba ridhaa yako kusoma muhtasari wa hotuba ya bajeti ya makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya Rais, kazi, uchumi na uwekezaji kwa mwaka wa fedha 25-26, na naomba hotuba yangu na kitabu kamilifu ionekane kwenye Hansard. Mheshimiwa Spika, nianze hotuba yangu kwa kumshukuru Allah kwa rehema zake kutujalia uhai, uzima wa afya na kuniwezesha kusimama mbele ya baraza hili kuwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya Rais, kazi, uchumi na uwekezaji kwa mwaka wa fedha 25-26. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuchukua fursa hii adhimu kuwashukuru na kuwapongeza kwa dhati na moyo wangu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa jitihada zao wanazozichukua na kudumisha amani, utulivu, mshikamano na kuleta maendeleo ya taifa letu. Naomba kuwapongeza sana kwa kuteuliwa na mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi kugombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Namuomba Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa afya njema, uwezo na busara ya kuliongoza na kulitumikia taifa hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima kubwa nampongeza Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa mafanikio makubwa aliyopata katika kusimamia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 na mpango wa maendeleo wa kitaifa. Katika uongozi wake, wananchi wa Zanzibar wameshuhudia maendeleo makubwa katika ujenzi wa miundombinu ya barabara kubwa na za ndani, uimarishaji wa huduma za bandari na viwanja vya ndege, uimarishaji wa huduma za jamii ikiwemo ujenzi wa masoko ya kisasa, kuongezeka kwa fedha za uwezeshaji wananchi kiuchumi, maskuli, hospitali na viwanja vya michezo na huduma nyingine katika maeneo huru ya uwekezaji, na kuimarisha uwekezaji katika visiwa vidogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha nawapongeza na kuwashukuru Mheshimiwa Othman Masudi Othman, Makamu wa Kwanza wa Rais, Mheshimiwa Hemedi Sulemani Abdullah, Makamu wa Pili wa Rais, pamoja na Mhandisi Zena Ahmed Said, Katibu wa Baraza la Mapinduzi na Katibu Mkuu Kiongozi, kwa kumsaidia Mheshimiwa Rais kutimiza azma na malengo yake ya kuiletea maendeleo Zanzibar na wananchi wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile napenda kuwapongeza na kuwashukuru Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika na waheshimiwa wenye viti wa baraza kwa kuendesha vikao vya Baraza la Wawakilishi kwa umahiri na uweledi mkubwa. Kipekee namshukuru Mheshimiwa Mtumwa Pea Yusuf, Mwenyekiti wa Kamati ya Utalii, Biashara na Kilimo ya baraza hili, ikiwemo ofisi yako na waheshimiwa wajumbe wa kamati hiyo kwa mashirikiano makubwa wanayotupatia katika kufanikisha utekelezaji wa majukumu ya ofisi, ikiwemo pia kupitia utekelezaji wa program kwa kila robo mwaka na kufanya mapitio ya budget hii ya mwaka 25-26. Aidha, na washukuru waheshimiwa wajumbe wote wa baraza lako tukufu kwa ushauri, maelekezo na michango yao wanaonipatia ambayo yamefanikisha utekelezaji wa majukumu niliyopangiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya utangulizi huo, salamu na pongezi, naomba sasa uniruhusu kuwasilisha hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya Rais, kazi, uchumi na uwekezaji kwa mwaka wa fedha 25-26, ikijumuisha muundo na majukumu ya ofisi, utekelezaji wa mafanikio wa program, mapato na matumizi kwa mwaka 24-25, changamoto zilizojitokeza na utatuzi wake. Muundo na majukumu ya ofisi ya Rais, kazi, uchumi na uwekezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, maelezo ya muundo wa majukumu yanapatikana katika ukurasa wa 2 na wa 3 wa hotuba, na naomba ingizwe katika Hansard. Utekelezaji wa bajeti ya ofisi kwa kipindi cha miezi 9 Julai 24 Machi 25. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa bajeti ya ofisi ya Rais, kazi, uchumi na uwekezaji umegawika katika maeneo makuu manne kupitia mafungu mawili, fungu A07 na fungu A11.
ambayo ni ukusanyaji wa mapato, matumizi ya ofisi, miradi ya maendeleo na utekelezaji wa shughuli za taasisi zilizo chini ya ofisi. Mapato yaliyokusanywa kwa fungu A07. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 24-25 ofisi ilikadiriwa kukusanya mapato ya shilingi bilioni 6,695,428,000. Kwa kipindi cha Julai hadi Machi 2024-25 imekusanya jumla ya shilingi bilioni 3,876,810,247 sawa na asilimia 80 kwa makadirio ya miezi 9 ya shilingi bilioni 4,467,373,764. Kiambatanisho namba 1 kinafafanua na naomba ziingizwe kwenye handset pamoja na marekebisho tuliyofanya hapo. Aidha, ofisi inatarajia kukusanya jumla ya shilingi bilioni 5,426,673,847 hadi kufikia Juni 2025. Mukhtasari wa matumizi kwa mwaka wa fedha 24-25 kwa fungu A07. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 24-25 ofisi kupitia fungu A07 iliidhinisha jumla ya matumizi ya shilingi bilioni 28,326,400 ambako mishahara ni shilingi bilioni 8,688,800. Matumizi ya kawaida shilingi bilioni 4,637,600 na miradi ya maendeleo ni shilingi bilioni 15. Katika kipindi cha Julai Machi, ofisi imeingiziwa jumla ya shilingi bilioni 7,214,880,931 sawa na asilimia 33 ya makadirio ya matumizi ya miezi 9. Kazi ya fedha hizo, mishahara ni shilingi bilioni 5,566,022,291 sawa na asilimia 80. Matumizi ya kawaida ni shilingi bilioni 1,648,858,640 sawa na asilimia 35.5, na hakuna fedha iliyoingizwa katika miradi ya maendeleo wa imarishaji wa maeneo huru ya uwekezaji Fumba. Kiambatanisho namba 2A, 2B, 2C na 2D vinafafanua, naomba viingizwe katika handset. Mukhtasari wa matumizi kwa mwaka wa fedha 2024-25 kwa fungu A11. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wakala wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi fungu A11 kwa mwaka wa fedha 24-25 iliidhinishiwa jumla ya matumizi ya shilingi bilioni 46,879,700 ambapo mishahara ni shilingi bilioni 1,257,700, matumizi ya kawaida shilingi bilioni 2,022,000 na miradi ya maendeleo ni shilingi bilioni 43,600,000. Hadi kufikia Machi 25 wakala imeingiziwa jumla ya shilingi bilioni 1,625,080,801 sawa na asilimia 5 ya makadirio ya budget kwa miezi 9. Kati ya fedha hizo, mishahara ni shilingi bilioni 1,212,795,870 sawa na asilimia 107. Matumizi ya kawaida shilingi milioni 612,284,931 sawa na asilimia 37, na hakuna fedha iliyoingizwa katika miradi ya maendeleo ya mfuko wa hifadhi, mfuko wa Halifa na Inuka. Kiambatanisho namba 3A, 3B, 3C na 3D vinafafanua, kiingizwe katika handset. Mafanikio utekelezaji wa programu na miradi ya maendeleo kwa kipindi cha Julai 24 Machi 25. Utekelezaji wa program kwa fungu A07. Mheshimiwa Mwenyekiti, fungu hili lina program kuu 4 ambazo ni usimamizi wa sheria za kazi, ukaguzi kazi na kazi za staha kwa wote ambayo ina program ndogo 3. Uwezeshaji wa wananchi kiuchumi ina program ndogo 1. Uendeshaji na uratibu wa ofisi ya Rais Kazi, Uchumi na Uwekezaji ina program ndogo 3, na kuimarisha uwekezaji na mashirikiano baina ya sekta ya umma na sekta binafsi ina program ndogo 2. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi kufikia Machi 25 programu hizi zimepatiwa fedha kama ifuatavyo. Programu kuu PA0702 idhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 2,178,000 na imepatiwa shilingi bilioni 1,441,928,945 sawa na asilimia 66. Programu kuu PA0703 iliidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 1,080,725,000 na imepatiwa shilingi milioni 408,231,508 sawa na asilimia 38. Programu kuu PA0705 iliidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 5,659,806,600 na imepatiwa shilingi bilioni
461,000, bilioni 2 milioni 461,826,482 sawa na 43%. Programu kuu PA 0801, programu hii iliidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 4 milioni 407,868,400 na imepatiwa shilingi bilioni 2 milioni 902,893,996 sawa na 65%. Mheshimiwa Mwenyekiti, programu hizi kwa mwaka wa fedha 24-25 zimetekeleza shughuli zifuatazo. Kwanza, imeratibu upatikanaji wa ajira za ndani 8,366 katika kazi za hospitali, hoteli, vituo vya mafuta na skuli. Kwa upande wa ajira za nje ya nchi kupitia mawakala binafsi wa ajira, jumla ya vijana 5,830 wamepatiwa ajira katika nchi za Oman, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia na Falme za Kiarabu kwa kazi za vibarua, udereva, hoteli na kazi za majumbani. Ajira hizi ni sawa na 77% ya lengo la mwaka la uratibu wa upatikanaji wa ajira za ndani na nje 18,500 iliyojiwekea idara. Hivyo katika miaka minne upatikanaji wa ajira umefikia 233,615, sekta rasmi 157,789 na sekta isiyo rasmi 75,827 sawa na 76% ya lengo iliyojiwekea katika ilani ya uchaguzi ya CCM 2020-25 ya ajira 300,000. Kati ya ajira hizo wanaume ni 116,476 sawa na 49.8 na wanawake ni 117,139 sawa na 50%, zikiwemo ajira za nje 10,580. 2. Imesajili sehemu za kazi 175 na kukagua sehemu za kazi 273. Kati ya usajili wa sehemu za kazi 160 na ukaguzi wa maeneo ya kazi 240 yaliyopangwa kwa mwaka. Pia imetoa mafunzo kwa wafanyakazi 1,503 kutoka taasisi za umma 22 na taasisi binafsi 14 kwa lengo la kuangalia masuala ya usalama na afya katika sehemu za kazi. 3. Imesimamia viwango vya kazi kwa wazawa kwa kuthibitisha mikataba ya kazi 9,713 sawa na 194% ya makadirio ya mikataba 5,000 ya mwaka kwa lengo la kuhakikisha masharti na viwango vya mikataba vinaendana na sheria, kanuni na miongozo ya kazi iliyopo nchini. 4. Imefanya ukaguzi katika sehemu za kazi 324 ili kusimamia na kulinda haki na maslahi ya wafanyakazi ambao ni sawa na 54% ya lengo la ukaguzi kazi 600 kwa mwaka. 5. Imepokea migogoro ya kazi 296. Kati ya hiyo migogoro 170 imetatuliwa sawa na 104% ya lengo la kutafuta migogoro na kutatua migogoro 162 kwa mwaka. Aidha, migogoro 126 inaendelea kufanywa kazi ili kuimarisha mahusiano mema kazini pamoja na kuimarisha utekelezaji wa sheria za kazi. Migogoro hiyo inahusu kuachishwa kazi, madai ya mishahara, madai ya likizo, malipo ya sikukuu za kitaifa, muda wa ziada na kutopewa mikataba. 6. Imesajili vyama vya ushirika 1,352 sawa na 75% ya lengo na kusajili vyama 1,800 kwa mwaka na kufanya ukaguzi wa hesabu wa vyama vya ushirika 211 pamoja na kufanya ufuatiliaji na uchunguzi wa vyama vya ushirika 444. 7. Serikali imepitisha sheria mpya ya uwekezaji namba 10 ya mwaka 2023 ambayo imeweka mazingira mazuri kwa wawekezaji na wawekezaji nchini. Serikali pia imeimarisha huduma jumuishi za mfumo wa kielektroniki kwa kupunguza muda katika uidhinishaji wa maombi, utoaji wa vyeti vya uwekezaji na upatikanaji wa vibali vya kazi na ukazi kwa wawekezaji. Hatua hizo zimepelekea kuongezeka kwa idadi ya miradi ambapo hadi kufikia Machi 25 jumla miradi 480 imesajiliwa yenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 5.9 na kuzalisha ajira 18,000 nchini. Uwekezaji huu umejumuisha uwekezaji mpya wa visiwa vidogo vidogo utakaowekeza zaidi ya dola za Kimarekani milioni 384.5 na hadi kufikia Machi 2025 visiwa 20 vimetangazwa na 17 vimekodishwa, ambapo visiwa vya Bawe, Pamunda, A na B, Chapwani, Pungume, Kwata, Mnemba na Changuu tayari vimeshaanza ujenzi. Uwekezaji katika kisiwa cha Bawe umeshakamilika na kuanza kutoa huduma, ambapo kimewekeza jumla dola milioni 42 kwa ujenzi wa hoteli ya nyota 5 na kutoa ajira zipatazo 400.
mradi huo unazalisha maji ya matumizi ya ndani kutoka maji ya baharini na inatumia umeme wa jua unaozalishwa hapo hapo kisiwani kwa matumizi yake ya kila siku. 8. Imesajili miradi ya uwekezaji binafsi 70 sawa na 63.6 na kusajili miradi 110 yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 330.7 inayotarajia kutoa ajira 1467 kwa wananchi. Miradi hiyo ni katika sekta ya hoteli, nyumba za makazi yani real estate na viwanda, pamoja na kukagua miradi 73 mipya inayohitaji kuwekezwa na kutoa vibali vya ujenzi vipatavyo 34. Aidha, miradi 10 imefunguliwa na kuanza kutoa huduma ikiwemo miradi ya hoteli na nyumba za makazi. 9. Serikali ya awamu ya 8 mnamo mwaka 2021 imefanya mageuzi makubwa katika kushajiisha uwekezaji wa miradi ya mashirikiano baina ya serikali na sekta binafsi, Public Private Partnership PPP, yakiwemo kuunda wizara maalum inayosimamia na uwekezaji, kufanya marekebisho ya sheria ya PPP, kuruhusu miradi kuasisiwa na wawekezaji unsolicited projects, kuunda timu ya mashauriano ya serikali Government Negotiating Team GNT, pamoja na kuruhusu miradi hiyo kwenda katika majadiliano ya moja kwa moja ili kurahisisha utekelezaji. Hatua hizo zimepelekea kuongezeka kwa idadi ya miradi ya PPP na hadi kufikia Machi 2025 jumla ya miradi 18 ya mashirikiano imeshasainiwa na kuingia mikataba. Miradi iliyokamilika na kuanza kutoa huduma za ujenzi ni ujenzi wa uendeshaji wa bandari ya Fumba, uendeshaji wa jengo la abiria Terminal 3 katika uwanja wa ndege wa Amani Abeid Karume, uendeshaji wa bandari ya Malindi na bandari kavu ya Maruhubi, ukarabati na uendeshaji wa bandari ya Mkoani ambapo Mheshimiwa Rais alipokea meli ya mizigo na pamoja na ujenzi wa bandari ya abiria ya mizigo Roro ya Mpigaduri ambao sasa hivi ujenzi wake unaendelea. Kwa mwaka 24-25 idara ya PPP imepokea na kufanya uchambuzi wa miradi 29 ya mashirikiano. Kati ya hiyo miradi 7 imepitishwa, miradi 12 kusainiwa mikataba ambayo ni ujenzi wa kituo cha ushushaji wa mafuta ya gesi Mangapwani, uendeshaji wa uwanja wa Amani New Amani Complex, uimarishaji wa uendeshaji wa karakana kuu ya magari Zanzibar, ujenzi wa mifumo na vituo vya afya Zanzibar, usambazaji wa maji Zanzibar, uendeshaji wa soko na diko la Malindi na ujenzi wa uendeshaji wa eneo la biashara Junzani. Mheshimiwa Mwenyekiti, maelezo kamili ya mafanikio ya utekelezaji kwa fungu A07 yanapatikana katika ukurasa wa 5 mpaka 13 wa hotuba yangu. Utekelezaji wa program kwa fungu A11. Mheshimiwa Mwenyekiti, fungu hili lina program kuu mbili ambazo ni programu kuu PA 1101 uwezeshaji wananchi kiuchumi ambayo iliidhinishwa matumizi ya shilingi bilioni 44 milioni 167,125,000. Kati ya hizo milioni 567,125,000 kwa kazi za kawaida na shilingi bilioni 43 na milioni 600 kwa program za maendeleo. Hadi kufikia Machi 2025 ilipatiwa shilingi milioni 193,569,838 kwa kazi za kawaida sawa na 34% kwa makadirio ya mwaka. Kwa upande wa program za maendeleo hakuna fedha zilizoingizwa hadi kufikia Machi. Programu kuu PA 1102 uendeshaji na utumishi wa wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi Zanzibar ambayo kwa mwaka wa fedha 24-25 ilikadiriwa shilingi bilioni 2 milioni 712,575,000. Kati ya hizo shilingi bilioni 1,454 milioni 875,000 kwa kazi za kawaida na shilingi bilioni 1 milioni 257,700,000 kwa ajili ya mishahara. Hadi kufikia Machi 2025 imepatiwa matumizi ya shilingi bilioni 1 milioni 431,510,962 ambazo milioni 418,715,093 kwa kazi za kawaida sawa na 29% na shilingi bilioni 1 milioni 12,795,870 kwa ajili ya mshahara sawa na 81%. Mheshimiwa Mwenyekiti, programu hizi kwa mwaka wa fedha 24-25 zimetekeleza shughuli zifuatazo. Kwanza, imetoa taaluma kwa mamlaka 11 za serikali za mitaa kuhusiana na taratibu za mikopo. Aidha, jumla ya shilingi milioni 523,175,400 zimepokelewa ambazo ni 10% za mapato ya ndani kupitia programu ya makundi maalum yani 442. Kiambatisho namba 4 kinafafanua kiingizwe katika Hansel. 2.
imetoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 6,616,166,637 kwa wananchi 2,661, ambapo Unguja 1,692 na Pemba 969, ambapo kati ya wananchi 26,000 kwa programu za vifaa vya nyuki, Inuka, Khalifa Fund na 442. Lengo hili halikufikiwa kutokana na kukosekana kwa fedha za maendeleo. Kiambatanisho namba 5 kinafafanua, naomba kiingizwe katika Hansard. 3, imepokea jumla ya shilingi bilioni 8,332,497,361 za marejesho ya mikopo, ambapo Unguja ni shilingi bilioni 5,966,394,983 na Pemba ni shilingi bilioni 2,366,102,388. Kiambatanisho namba 6 kinafafanua, naomba kiingizwe katika Hansard. 4, imetoa mafunzo kwa wajasiriamali 3,098, ambapo kwa Unguja 2,696 na Pemba 402, sawa na asilimia 65 ya lengo la wajasiriamali 4,750 kwa mwaka. Mafunzo hayo ni katika fani ya ujasiriamali, ufugaji nyuki, mpango wa biashara, usarifu wa matunda na mboga mboga, umeme wa jua, masuala ya fedha na masoko. Kiambatanisho namba 7 kinafafanua, naomba kiingizwe kwenye Hansard. 5, imetayarisha mifumo mitatu ya kielektronic, mfumo wa mikopo, mafunzo na masoko kwa ajili ya kurahisisha upatikanaji wa huduma. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, maelezo kamili ya utekelezaji kwa fungu A11 yanapatikana katika ukurasa wa 13 mpaka 16 wa hotuba. Uzingatiaji wa usawa wa kijinsia katika bajeti. Mheshimiwa Spika, maelezo kamili ya uzingatiaji wa usawa wa kijinsia yanapatikana katika ukurasa wa 16 na 17. Changamoto na njia za utatuzi. Mheshimiwa Spika, changamoto na njia za utatuzi zinapatikana katika ukurasa wa 18 na 19. Mwelekeo wa bajeti ya wizara na taasisi kwa mwaka 25-26. Bajeti na maombi ya fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, matayarisho ya bajeti hii yamezingatia dira ya maendeleo ya mwaka 2050, mpango mkakati wa maendeleo, ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 na maagizo ya Mheshimiwa Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na mpango mkakati wa Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 25-26 ofisi itaendelea kutekeleza maelekezo na malengo yake katika programu kuu 6 kupitia mafungu mawili ambayo ni fungu A07 Kazi, Uchumi na Uwekezaji na fungu A11 Wakala wa Wezeshaji Wananchi Kiuchumi. Vipaumbele vya Ofisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji na taasisi zake. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 25-26 ofisi imejipangia kutekeleza vipaumbele vifuatavyo. Kwanza, kuratibu upatikanaji wa ajira za staha, kuimarisha mazingira ya kazi na mahusiano kazini, kusimamia ulinzi wa haki za wafanyakazi, ulinzi wa afya na usalama kazini, utatuzi wa migogoro ya kazi na kufanya mageuzi ya kitaasisi ili kuimarisha utendaji. Pili, kuimarisha uwezeshaji wa wananchi kiuchumi kwa kutoa mikopo yenye masharti nafuu kwa wananchi 20,000, kuwawezesha vikundi vya kijamii, kutoa mafunzo ya ujasiriamali na kukuza masoko ya bidhaa. Tatu, kufanya mageuzi ya vyama vya ushirika kwa kushajiisha matumizi ya mifumo ya kidijitali katika usimamizi na ufuatiliaji wa shughuli, kuimarisha upatikanaji wa masoko kupitia ushirikiano wa ndani na nje ya nchi, kuweka mifumo madhubuti ya ukaguzi na usimamizi wa fedha, kuhimiza uwazi, maadili na uwajibikaji, pamoja na kujenga uelewa kuhusu misingi ya ushirika yenye tija. 4, kukuza na kuwezesha uwekezaji binafsi kwa kuimarisha mazingira ya uwekezaji, mifumo rafiki ya tehama, miundo ya uwekezaji katika maeneo huru na kurahisisha taratibu za utoaji huduma pale One Stop Center ili kushajiisha uwekezaji wenye tija zaidi wa mikakati na uwekezaji katika visiwa vidogo vidogo. 5, kushajiisha uwekezaji wa mashirikiano baina ya serikali na sekta binafsi katika miradi ya kimkakati ya nishati, hususan renewable energy, utalii wa daraja binafsi la juu, tourism and hospitality, teknolojia, uchumi wa bluu, anga, maritime and industrial facility, afya na huduma za jamii, healthcare and public services, na michezo, sports and recreation. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa vipaumbele nilivyovitaja vitakwenda sambamba na uimarishaji wa sera, sheria, mipango, ufuatiliaji na tathmini na tafiti, pamoja na kuimarisha mazingira ya kazi kwa wafanyakazi wa ofisi ili kuleta ufanisi. Shughuli zitakazofanyika kwa mwaka wa fedha 25-26 kupitia fungu A07. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 25-26 ofisi imepanga kutekeleza shughuli zifuatazo. Kwanza, kuratibu upatikanaji wa ajira za staha 4,000 nje ya nchi na ajira 16,000 ndani ya nchi.
Pili, kufanya ukaguzi kazi kwa taasisi binafsi 708 Unguja na Pemba, na ukaguzi wa vyama vya wafanyakazi 13 na jumuiya za waajiri 2 kwa lengo la kuhakikisha utekelezaji wa sheria za kazi na mahusiano kazini zinafuatwa. Kupambana na ajira za watoto katika sehemu za kazi kwa ajili ya kuzuia utumikishwaji wa watoto chini ya miaka 18, kusuluhisha na kuamua migogoro inayohusiana na masuala ya kazi na vyama vya wafanyakazi, kuthibitisha mikataba ya kazi 10,500 kwa ajili ya kuhakikisha mikataba hiyo inakidhi viwango vya kimataifa, kukamilisha mfumo wa usimamizi wa taarifa za kazi kidigital, Comprehensive Labor Management System, mfumo wa kielektronic na usimamizi wa usalama na afya kazini, Workplace Information Management Systems, na mfumo wa usajili wa vyama vya ushirika. Kukuza na kuimarisha mashirikiano ya utatu baina ya serikali, vyama vya wafanyakazi na jumuiya za wafanyakazi. Kukagua sehemu za kazi 240, kusajili vyama vya ushirika 2000, kufanya mapitio ya maandiko ya miradi mipya 22 ya mashirikiano baina ya sekta ya umma na sekta binafsi, kusajili miradi ya uwekezaji 90 yenye thamani ya dola milioni 390,670,000 na inayotarajiwa kutoa ajira kwa wazawa zipatazo 3,000. Kuendeleza ujenzi wa miundombinu katika maeneo huru ya uwekezaji, pia ujenzi wa majengo ya ofisi ya ZIPA Unguja na Pemba, lakini pia kuweka mpango wa matumizi wa eneo la shamba la Razaba pale Bagamoyo. Kusimamia utekelezaji wa miradi ya uwekezaji katika visiwa vidogo vidogo, kuandaa mfumo wa utambuzi wa ardhi na miradi ya uwekezaji, kuratibu utekelezaji wa mipango, program na miradi ya ofisi, na kuandaa mpango mkakati wa wizara na kufanya mapitio ya sera na maendeleo ya ushirika, kuimarisha huduma za uendeshaji na utumishi katika ofisi na kuwajengea uwezo wa wafanyakazi. Shughuli zitakazofanyika kwa mwaka wa fedha 25-26 fungu namba 11. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 25-26 wakala imepanga kutekeleza shughuli zifuatazo: kutoa mikopo yenye masharti nafuu kwa wananchi 20,000, kuwaunganisha wajasiriamali na wazalishaji 90 kwa ajili ya kuwapatia alama za ubora katika taasisi za viwango, kutoa mafunzo ya uwezeshaji kulingana na mahitaji ya wananchi 4,300, kuwaunganisha wajasiriamali, wazalishaji na wafanya biashara 392, na kuimarisha uwezo wa wafanyakazi kwa kuwapatia mafunzo ya muda mfupi kwa watendaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, shughuli zilizopangwa kutekelezwa kwa mwaka wa fedha 25-26 kwa fungu A07 na A11 zinapatikana katika ukurasa wa 21 hadi 29. Maombi ya fedha. Maombi ya kuidhinishiwa makadirio ya mapato. Mheshimiwa Mwenyekiti, Ofisi ya Rais Kazi, Uchumi na Uwekezaji kwa mwaka wa fedha 25-26 inaomba idhini ya kukusanya jumla ya shilingi bilioni 7,209,87,725 kupitia vyanzo vyake 6 ambavyo ni ada ya ukaguzi wa mikataba ya ajira za ndani na nje ya nchi, ada ya ukaguzi wa maeneo ya kazi na vibali vya kazi, ada ya usajili na ukaguzi wa vyama vya ushirika. Maombi ya fedha za makadirio ya matumizi kwa fungu A07. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 25-26 Ofisi ya Rais Kazi, Uchumi na Uwekezaji inaomba kuidhinishiwa makadirio ya matumizi ya jumla ya shilingi bilioni 28,700,000 na laki 3. Kati ya fedha hizo, bilioni 7,815,000 na laki 7 ni mishahara, shilingi bilioni 5,884,000 na laki 6 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida, na shilingi bilioni 15 kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Fedha hizi zinatarajiwa kutekelezwa katika programu kuu zifuatazo. Kwanza, programu kuu ya usimamizi wa sheria za kazi, ukaguzi kazi na kazi za staha kwa wote imekadiriwa matumizi ya shilingi bilioni 2,819,000 na laki 3. Pili, programu kuu ya uwezeshaji wananchi kiuchumi, vyama vya ushirika inakadiriwa matumizi ya shilingi milioni 821 laki 442. Tatu, programu kuu ya uendeshaji wa uratibu wa Ofisi ya Rais Kazi, Uchumi na Uwekezaji inakadiriwa matumizi ya shilingi bilioni 5,278 laki 912,000. Na sita, programu kuu ya uimarishaji uwekezaji wa mashirikiano baina ya sekta umma na sekta binafsi imekadiriwa matumizi ya shilingi bilioni 19,780 laki 646. Kiambatanisho namba 8 kinafafanua, naomba kiingizwe katika Hansel. Maombi ya fedha kwa makadirio ya matumizi ya fungu A11 wakala wa uwezeshaji wa wananchi kiuchumi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 25-26 Ofisi ya Rais Kazi, Uchumi na Uwekezaji inaomba kuidhinishiwa makadirio ya matumizi yatakayosimamiwa na wakala wa uwezeshaji wa wananchi kiuchumi jumla ya shilingi bilioni 14,656,000 na laki 6. Kati ya fedha hizo, bilioni 1,733,000 na laki 4 ni mishahara, bilioni 2,323,000 laki 2 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida, na bilioni 10 na milioni 600 kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Fedha hizi zinatarajiwa kutekelezwa katika programu kuu zifuatazo. Kwanza, programu kuu ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi imekadiriwa matumizi ya shilingi bilioni 11,600,000
milioni 64 na laki 5. Pili, programu kuu ya uendeshaji wananchi na programu kuu ya uendeshaji na utumishi imekadiriwa matumizi ya shilingi bilioni 3 milioni 592 na laki 1. Kiambatanisho namba 9 kinafafanua, naomba kiingizwe kwenye Hansel. Makadirio ya mapato ya matumizi kwa ZIPA. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mamlaka ya Kukuza Uwekezaji ZIPA kwa mwaka fedha 2025/26 inatarajia kukusanya jumla ya shilingi bilioni 3,830 milioni 790,616 katika vyanzo vyake vya mapato na kutumia shilingi bilioni 3 na milioni 800 kwa lengo la kushajiisha na kuwezesha uwekezaji nchini, kuimarisha miundombinu ya uwekezaji pamoja na kusimamisha uendeshaji wa taasisi. Shukrani. Mheshimiwa Mwenyekiti, Ofisi ya Rais Kazi na Uwekezaji inatanguliza shukrani zake za dhati kwa mashirikiano mazuri kupitia taasisi tunazofanya kazi nazo pamoja, zikiwemo taasisi za serikali, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na jamii kwa ujumla. Kwa namna ya kipekee, ofisi inawashukuru washirika wa maendeleo wakiwemo ILO, UNDP, FAO, IOM, Benki ya Dunia na Benki ya Maendeleo ya Afrika. Aidha, nazishukuru taasisi za kiraia zikiwemo ZATUK, ZANEMA na COSTECH, Chuo cha Ushirika Moshi, Tume ya Maendeleo ya Ushirika, mawakala binafsi wa ajira, Zanzibar Maisha Foundation, Milele Foundation na taasisi zote zinazoshirikiana nasi, kwani si rahisi kuzitaja moja moja. Ofisi pia inazishukuru benki ya PBZ, TCB, BOT, CRDB na SACCOS, polisi, uhamiaji, ustawi wa jamii na Secretariat ya kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu. Vile vile tunawaomba wadau wengine kujitokeza kusaidia uendelezaji wa sekta za kazi na ajira, uwezeshaji na uwekezaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, nawashukuru watendaji wangu wote Ofisi ya Rais Kazi, Uchumi na Uwekezaji, kuanzia Katibu Mkuu Hamisi Shibu, manaibu makatibu wakuu, ofisa mdhamini Pemba, wakurugenzi wa taasisi na idara, wenye viti na wajumbe wa bodi zilizopo chini ya ofisi, wakuu wa vitengo na wafanyakazi wote kwa mashirikiano makubwa wanayonipa katika kutekeleza majukumu yetu kwa ufanisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, namshukuru sana kwa dhati mke wangu naomba nirudie hapo. Namshukuru kwa dhati mke wangu na familia yangu kwa ushirikiano, uvumilivu na uelewa mnaoonyesha katika kutekeleza majukumu yangu niliyopewa ya kazi. Mchango wenu umekuwa chachu muhimu ya kunipa utulivu, moyo na ari ya kuendeleza kuhudumu kwa ufanisi na kuwajibika ipasavyo katika nafasi niliyopewa. Nathamini sana namna mnavyoelewa majukumu yangu, mnavyoniwezesha kupata utulivu wa akili kazini, na hasa kwa mchango wenu wa kipekee katika kunitia moyo wakati wa changamoto. Bila mshikamano, uvumilivu na maombi yenu, mambo mengi yasingewezekana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa unyenyekevu na heshima kubwa, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kuendelea kuniamini na kunipa dhamana ya kusimamia sekta kuu za kiuchumi za kazi na ajira, uwezeshaji na uwekezaji. Ninampongeza kwa uongozi wake madhubuti wenye hekima na juhudi zisizochoka katika kuwaletea maendeleo, amani na ustawi wananchi wa Zanzibar. Kupitia maono yake thabiti na sera zenye mwelekeo wa kuimarisha uchumi, ustawi wa jamii na usawa wa maendeleo katika kila sekta, tumeshuhudia mafanikio makubwa ambayo yanagusa maisha ya watu wetu kwa njia chanya. Naahidi nitafanya kazi kwa uadilifu na moyo wa kujitolea na kuendelea kumpa ushirikiano na kuunga mkono jitihada zake ili kufikisha nchi yetu katika mafanikio makubwa zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha nakishukuru sana chama changu cha Mapinduzi, na hapa naomba nirudie tena, nakishukuru sana chama changu cha Mapinduzi CCM, viongozi na wanachama wote kwa kuniamini na kunipa ushirikiano wa dhati na moyo wa mshikamano ulionisaidia kuweza kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 kwa kishindo. Na washukuru, asanteni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho na washukuru tena wajumbe wa baraza lako, na nawaomba kuipokea, kuijadili na hatimaye kuikubali taarifa ya utekelezaji kwa kipindi cha Julai 2024
kwa hadi Machi 2025 na kuidhinisha makadirio ya mapato jumla ya shilingi bilioni 7,209,87,725 na matumizi ya kawaida na maendeleo ya jumla ya shilingi bilioni 42,456 na laki 8 ili kufanikisha malengo tuliyojiwekea kwa mwaka wa fedha 25-26 kama ilivyoelezwa katika kitabu cha hotuba ya bajeti na viambatisho vyake ambavyo naomba vikae vyote katika Hansard. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima na taadhima naomba kutoa hoja.